Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Neno lile la Zaburi 11 mstari wa 3 nasema, kama misingi ikiharibika mwenye haki hana la kufanya. Tuko katika jamii ambayo mambo mengi yameharibika na tunajaribu kutengeneza juu kule kuliko haribika, hatukuangalia misingi. Mafundisho mengi ya ndoa, mafundisho mengi ya uchumi, mafundisho mengi ya kila namna, lakini kila mahali yameshindwa kufanya kazi kwa sababu misingi yetu tumeiacha. Msingi wa mwanadamu, katika mafundisho yangu ya awali nilikuambia Mungu alimuumba mtu kwa ajili ya ibada cha kwanza. Unapokosa ibada ndani ya moyo wako, unapokosa mahusiano ndani ya moyo wako na Mungu direct, personal, binafsi, hata ufanye nini, hakuna mambo yatakuwa yanaenda sawa, kwa sababu ndani ya maisha ya mwanadamu Mungu anachokizitiza sana na anachokiangalia ni moyo wa ibada. Ndio maana unakuta wale wanaofundisha ndoa hao ndio wanakosa ndoa. Wale wanaofundisha uchumi hao ndio wanafeli kwenye uchumi. Wale wasomi, maprofesa kutusaidia kwenye mambo yale waliosomea wameshindwa kusaidia jamii, kusaidia familia, kusaidia hata nchi. Kwa sababu ndani ya ufahamu wao wamekosa msingi wa kumcha Mungu. Hakuna mtu yoyote ambaye aliwahi kuacha mahusiano na Mungu alafu akaweza kupata mpenyo wa kile anachokifanya. Nilifundisha kwenye somo lililopita, ukisoma habari za kina Danieli kilichowatofautisha ni maarifa yao ya kimungu Mungu aliwapa walipopelekwa mbele ya yule mfalme kusaidia mambo ya kiuchumi na utawala kule Babeli, ukisoma kitabu cha Daniel. Lakini zaidi ya yote ukisoma Warumi 1:28, Biblia inasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa ili wayafanye yasiyowapasa. Kwa unapokataa kuwa na Mungu kwenye ufahamu wako, Mungu hana shida na wewe, anakuacha uyafanye yasiyokupasa kufanya. Na unavyoendelea kufanya yasiyokupasa kufanya, ndivyo unavyoendelea kupoteza muda wa kutengeneza, wa kujenga, wa kusaidia maisha yako, kusaidia jamii yako, wa kusaidia hata nchi yako. Kwa hiyo ni jambo la kusisitiza kwamba ni vema watu wakamrudia Mungu kabla ya kuanza kutengeneza mambo yaliyoharibika. Shida hapa sio mambo, shida sio ndoa au kupata ndoa, shida sio mafundisho ya ndoa. Shida ni mbegu ya Mungu ndani ya maisha ya watu. Kwa sababu huwezi kumfundisha mtu maisha ya ndoa kama hana mbegu ya Mungu. Ndoa mwanzilishi wake ni Mungu. Huwezi kumwambia mtu akiwa na fedha, akiwa na kila kitu itakuwa sawa. Niwaulize swali. Bill Gates amepungukiwa fedha kiasi gani alifanya divorce na mke wake? Watu wengi wakubwa mashuhuri hata tukirudi Tanzania. Kwa fedha ni jawabu ya mambo yote, lakini ukiwa ndani ya Mungu, ukiwa ndani ya neema ya wokovu. Na siku ya leo pia nakukumbusha mpendo, utahangaika sana na maombi, utahangaika sana na mafundisho mengi na utandawazi ulioko sasa hivi, kila mahali ukienda kuna mafundisho. Na hao wengine wanaofundisha pia maeneo hayo wamefeli. Ndio ushangae Mungu naye ni wa ajabu, akili zake hazichunguziki. Yule anayekufundisha ndoa hana ndoa. Yule anayekufundisha uchumi ameshindwa kusaidia jamii na alisomeshwa na aliinuliwa ili asaidie. Angalia wakina Daniel walivyosaidia ile nchi. Angalia wakina Yusufu, mtu mmoja anasaidia nchi nzima. Kwa sababu ndani yao walikuwa na moyo wa kumcha Mungu. Na wewe kijana unayenisikia, weka msingi wa kurudi kwa Mungu. Mambo mengi hautaomba, yatakuja automatically. Na Mungu anajua uhitaji wako, na Mungu akupi zaidi unavyostahili, hata ukaomba vipi. Kwa sababu kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Biblia inasema kwenye Mithali. Kwa Mungu atusaidie sana. Nazungumza na watu, nazungumza na vijana sana. Tuko katika nyakati za hatari sana. Watu wanaomba vitu, watu wamemwacha Mungu. Na wakipata vitu, shetani anakuja anavidistract, kwa sababu anadestroy, kwa sababu anajua watu hana msingi wa ulinzi, watu hawana mahusiano na yule mwenye vitu. Kwa hiyo ni vizuri turudi kwa Mungu. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki hana la kufanya. Kama msingi wa kumcha Mungu uko ndani yako, hakuna la kufanya. Ndoa hakuna la kufanya, uchumi hakuna la kufanya. Wala huwezi kuwa na amani, wala huwezi kuwa na consistency kwenye kile unachokifanya. Ndio maana tumeshindwa kusaidia jamii zetu. Ndio maana tumeshindwa kusaidia familia zetu. Ndio maana watu wengi wameshindwa kusaidia nchi, kwa sababu ndani hakuna mbegu ya kumcha Mungu. Kwa sababu Mungu amewaacha watu waenende katika akili zao, na katika akili za mwanadamu huwa zinafika mwisho. Mungu atusaidie tuwe na moyo wa toba, turudi kwenye misingi ya kumcha Mungu, na yale yote ambayo tunatamani awe yatakuwa sawa. Asante Mungu kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya fadhili, asante kwa ajili ya anayenisikia. Ninaomba mbegu ya kukucha wewe, mbegu ya kukurudia wewe Mungu, mbegu ya kukuhofu wewe Mungu, mbegu ya wokovu ambayo ndio msingi na ndio mission yako leo kubwa, kumtuma Yesu Kristo duniani aje. Ingie ndani ya anayenisikia na ambaye anaelewa, na ambaye haelewi ukampa neema ya kuelewa, ukampe ufahamu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema ya Bwana iwe pamoja na anayenisikia, na neema ikaiondoe moyo wa jiwe kaweke moyo wa nyama wa kumrudia Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa God Intervention International Ministry. Be blessed.